Hello mtazamaji wa Fahamu TV Online. Karibu katika simulizi yetu mwendelezo wa simulizi ya Mahaba ya Binti wa Kitanga. Hiki ni kipande cha 3. Hakikisha tu una subscribe na kushare na marafiki. Sikiliza, unipe support yako, tuwe wote mwanzo mwisho. Tulishie hapa. Aisha, kuanzia leo hakuna mwanamke mwingine atakayekanyaga na kuuteka moyo wangu, Mauridi alisema huku akimkumbatia Aisha kwa nguvu. Umekuwa dawa ya kila jeraha langu. Ufundi huu, unyenyekevu huu ndio ufalme wa kweli. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia kipande cha 2. Basi sina tabia mbaya kuacha kukukaribisha mpendwa msikilizaji, niunge mkono wako kwa kusikiliza na kisha like, tuwe wote. Baada ya muda huo kusema vile, Aisha alicheka kwa sauti ya chini, kicheko cha kurembua, akajibu, huu ni mwanzo tu kipenzi changu. Nimekulia katika tamaduni za Kitanga ili nikutunzie, baadaye nikuheshimishe na nikufanye usitamani hata kutazama nje. Wewe ni wangu na mimi ni wako mpaka kiama. Tukio hilo lilikuwa la kistaarabu na lililojaa mahaba mazito. Kwa Aisha haikuwa tu tendo la mwili, bali ilikuwa ni kuunganisha roho yake na mtu aliyemtoa kwenye giza la madeni na kumrudisha thamani yake ya maisha. Kwa Mauridi ilikuwa ni zaidi ya hamu, ilikuwa ni kupata utulivu. Mauridi alilala akiwa amechoka, lakini chovu wa furaha. Alijua amepata lulu ambayo haina thamani ya pesa. Tukio hilo lilikuwa la kistaarabu na lililojaa mahaba mazito kwa Aisha. Haikuwa tu tendo la mwili, bali lilikuwa ni kuunganisha roho yake na mtu aliyemtoa kwenye giza la madeni na kumrudishia thamani yake. Ebala. Huku kwa Mauridi ilikuwa ni zaidi ya hamu na aliuridhisha moyo wake katika kile ambacho walitoka kufanya. Kulipokucha, jua la asubuhi lilipenya kwenye dirisha la Aisha. Mauridi alikuwa amemkumbatia Aisha. Kipenzi, amka, kumekucha, jiandae uende kazini. Aisha alisema hivyo. Da, hapana, mimi leo siendi, nimechoka sana kwa ile kazi ya jana. Mtoto umejua kunipagawisha we, Mauridi alisema kwa hisia. Hapana, amka uende, ukitoka kazini unaweza kuja tena, lakini kwa sasa hapana, huwezi kulala. Naomba uamke nikuandalie maji ya karafuu uoge, unukie, kisha upake mafuta na manukato, kisha nikuvalishe upendeze, uende kazini uondoke, Aisha alisema kwa kudeka. Oh, kama ni hivyo basi ngoja niamke. Mauridi aliamka, kisha Aisha akamwandalia maji, akaenda kuoga. Hakika hayakuwa maji ya kawaida, kwani Aisha alichanganya manukato na karafuu kwenye maji hayo, jambo lililofanya maji hayo ya kuoga yanukie sana. Tangu amezaliwa Mauridi hakuwahi kuoga maji kama hayo. Baada ya kuoga alipakwa mafuta na Aisha, tena kwa ustadi mkubwa mno, na mwisho alimvisha nguo na Mauridi akaondoka kuelekea kazini. Na kabla ya kuondoka alipigwa mabusu.
matatu na Aisha kwenye paji lake la uso. Aisha alisema, Mungu akutangulie Maua wangu, uende salama na urudi salama. Kumbuka mimi nipo na kusubiri, na daima ujue kuwa wewe ndo mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho. Baada ya maneno hayo, Mauridi alifurahi sana na akamwachia kiasi kidogo cha pesa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kisha akaondoka. Hapo sasa ndipo Mauridi alipojua kuwa amefika mwisho wa reli, kama ni Kigoma au wapi. Baada ya kufika ofisini asubuhi ile ile, akili yake haikuweza kabisa kutulia kwenye mafaili wala ripoti za mauzo. Kila alipofumba macho, alikuwa akiona tabasamu la Aisha, harufu ya ule udi wa kitanga na ufundi wa kile alichopewa kutoka kwa binti wa kitanga usiku kucha. Haikuchukua saa mbili, Mauridi akaita msaidizi wake akamwambia, sikiliza, kuanzia sasa utasimamia kila kitu hapa. Mimi sitokuwepo kwa siku 3. Kuna dharura muhimu sana ya kifamilia. Alitia saini fomu ya likizo haraka, akazima simu yake ya kazi na kuwasha haria yake kuelekea kule alipo Aisha. Mauridi aliwasili nyumbani kwa Aisha akiwa na mifuko miwili, mmoja wa matunda na mwingine wa vinywaji vya baridi ambavyo alinunua supermarket. Kabla ya kufika kwa Aisha, baada ya kufika tu aligonga mlango. Baada ya dakika moja mlango ulifunguliwa. Binti huyo wa kitanga alishtuka, lakini akatabasamu, lile tabasamu lililokuwa lina yeyusha moyo wa Mauridi kama siagi kwenye moto. Mauridi, mbona umerudi mapema hivi? Kuna shida? Mauridi akasema, Aisha, huku alimvuta kiuno, akamvuta karibu na kumnong'oneza sikioni, kazi haiwezi kunipa amani unayonipa wewe. Aisha, nimechukua likizo ya siku 3. Nataka hizi siku zote ziwe zako, mimi na wewe tu. Nataka nifaidi yale mahaba ya jana bila haraka ya kuwahi ofisini. Basi siku hiyo walikaa pamoja na kulala pamoja hadi majogoo asubuhi ilipofika. Aisha aliamka mapema sana, kabla hata ya kunguru wa alfajiri hawajaanza kelele zao. Alianza maandalizi ya kumpokea mfalme wake kwa namna ambayo Mauridi hata sahau maisha yake yote. Siku hiyo Aisha hakuwa amevaa nguo za mtaani wala yale magauni ya shopping. Aliamua kurudi kwenye asili yake. Alijifunga kanga 2 safi, moja kiunoni, nyingine kifuani, zikiwa zimenyunyizwa harufu ya uturi wa karafuu na moshi wa udi uliokuwa ukifufuka taratibu pembeni ya kitanda. Mauridi alipoamka alikuta mazingira yamebadilika. Hakukuwa na kelele za redio wala fujo za majirani. Kulikuwa na utulivu uliopambwa na tabasamu la Aisha. Kabla hata hajaulizwa kitu, Aisha alimvua viatu na kumwongoza kwenye kiti cha kamba kilichokuwa kimetandikwa kitambaa cheupe. Karibu habibi wangu, leo ni siku yako ya kupumzika, Aisha alisema kwa sauti ya chini iliyokuwa ikizubaza akili ya Mauridi.
Alimwandalia Mauridi maji ya vuguvugu kwenye bakuli la karai, maji yaliyotiwa majani ya mchaichai na chembe za karafuu kwa ajili ya kunawa mikono. Harufu ya yale maji pekee ilimfanya Mauridi ahisi uchovu wa ofisini ukianza kuyeyuka. Chakula cha mchana kilikuwa ni wali wa nazi na samaki wa kupaka, pishi lililoandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu wa kipwani. Aisha hakumwekea Mauridi sahani mezani na kumwacha ale peke yake. Badala yake aliketi chini miguuni pake. Kila tonge Mauridi alilokula, Aisha alikuwa akimlisha kwa mkono wake mwenyewe. Aisha alihakikisha kila kipande cha samaki kina mchuzi wa kutosha, huku akimlisha. Aisha alikuwa akimlembulia macho yake ya gorori na kumwangalia maneno na kumpigilia maneno ya sifa yaliyomfanya Mauridi ajione kama mwanaume shujaa kuliko wote duniani. Kipenzi changu, kula ushibe. Nguvu hizo unazopata hapa ni kwa ajili yangu peke yangu. Nataka ufurahi na ujue kuwa hapa ndipo nyumbani kwako. Aisha alinong'ona huku akimpapasa mkono wake kwa upole. Ebana, ni simulizi Mahaba ya Binti wa Kitanga, kipande cha 3. Mauridi alijikuta akishindwa hata kumeza kwa haraka. Alikuwa akitazama ule unyenyekevu na ile adabu na ule ufundi wa maneno ya Aisha akisema kula kwake kulikuwa ni kama ibada ya mahaba. Mauridi alihisi kama damu imeacha kutiririka kwa kasi na kuanza kuyeyuka mwilini mwake kwa namna ya ajabu. Kila miondoko ya Aisha ilikuwa na lugha yake, na kila neno lililotoka kinywani mwake lilikuwa limepikwa kwa asari na adabu ya hali ya juu. Baada ya chakula kile kilicho sheheni vionjo vya pwani, Aisha alimnyanyua Mauridi kwa kumshika kiganja chake kwa uraini, akamwongoza kuelekea kwenye kochi la ngozi lililokuwa katikati ya chumba chao kilichonukia udi wa sandari. Aisha alipiga magoti chini mbele ya miguu ya mumewe. Mauridi alitaka kuzuia, akihisi unyenyekevu ule umepitiliza, lakini Aisha alimtazama kwa jicho la kulembua ambalo lilimfanya Mauridi aketi kwa kutulia akiwa amepigwa na butwaa. Kipenzi changu, leo ni zamu ya miguu yako kupumzika, Aisha alinong'ona huku akileta beseni dogo la karai lililojaa maji ya vuguvugu yaliyotiwa shingiris na peteris za waridi. Aisha aliingiza miguu ya Mauridi kwenye maji yale. Mauridi alihisi msisimuko wa ajabu ukianza kwenye nyayo kupanda hadi utosini. Aise, kazi ilikuwa sio kazi ndogo. Aisha alianza kuichua miguu ile kwa kutumia sabuni ya asili ya maji, vidole vyake vikipita katikati ya vidole vya Mauridi kwa ufundi wa hali ya juu.
Kila mguso ulikuwa na shinikizo la kiasi si gumu la kuumiza wala si laini la kutoleta hisia. Hii miguu imehangaika kutafuta riziki mchana kutwa, Aisha alisema huku akiinua mguu mmoja na kuufuta kwa taulo laini la hariri. Sasa ni zamu yangu kuifuta vumbi la dunia. Kisha Aisha alichukua kichupa kidogo cha mafuta ya iriki pamoja na karafuu yaliyopashwa moto kidogo. Alimimina matone machache kwenye viganja vyake, akavisugua ili kutengeneza joto, kisha akaanza kuifanya miguu ya Mauridi masaji ya kweli. Alikuwa akitumia viganja vyake vya mikono kuzungusha nyayo za Mauridi, huku akitumia vidole gumba vyake kumenya maeneo yenye mishipi ya fahamu. Mauridi alijikuta akivuta pumzi ndefu na kuzitoa kwa sauti ya chini ya kuridhika. Mungu wangu, Aisha, mbona unatendea hivi? Mauridi alihamaki, kichwa chake kikiegemea kochi huku macho yakifumba kwa raha. Sijawahi kuhisi mwili wangu kuwa mwepesi kiasi hiki. Kila Aisha alipokuwa akijipinda ili kufika kisigino cha Mauridi, zile shanga zake zote kiunoni zilikuwa zikitoa sauti ya ling 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 ling, sauti ambayo ilikuwa ikichochea mapigo ya moyo ya Mauridi. Aisha hakuwa akifanya masaji tu, alikuwa akifanya sanaa. Alikuwa akitikisa mabega yake kidogo kwa madaha, akionyesha kuwa hata kazi hiyo ya unyenyekevu anaifanya kwa mapenzi makubwa na si kwa kulazimishwa. Alimaliza kwa kuipaka miguu ile uwanja kidogo kwa asali na kuifanyia fukizo la haraka kwa kutumia moshi wa udi uliokuwa ukifuka kwenye chetezo kidogo pembeni. Mauridi alihisi kama amezaliwa upya. Ile dhana ya kuwa mume ni mfalme leo aliona kwa macho yake kupitia Aisha. Alimvuta Aisha na kumsimamisha, akamkumbatia kwa dhati, akijua kuwa hakuna ofisi na hakuna biashara na hakuna mwanamke mwingine yeyote anayeweza kumpa utulivu huu wa kiroho na kimwili. Siku ya pili, majira ya usiku, Aisha aliongeza ubunifu mwingine kwa mpenzi wake. Hali ya hewa ya Kigamboni usiku ule ilikuwa ya upepo mwanana uliokuwa ukivuma kutoka baharini, ukileta baridi fulani ya kuliwaza. Lakini ndani ya chumba cha Aisha, angalia, ilikuwa tofauti kabisa. Aisha aliamua kubadilisha mazingira yote ya chumba chake, akigeuza makazi duni kuwa kasiri la mahaba ambalo mwanaume yote angepoteza fahamu akihitaji kubaki humo humo milele. Alianza kwa kuchoma udi wa gharama unaoitwa bakor, uliopatikana kwa siri kutoka kwa bibi yake kule Lushoto. Moshi ule mweupe na mwepesi ulipamba chumba kote, ukitoa harufu nzuri yenye kilevi cha ajabu cha mahaba ambacho kilimfanya mtu yeyote ajisikie mwenye amani na shauku. Taa za kawaida zilikuwa zimezimwa na badala yake Aisha aliwasha mishumaa michache
iliyotoa mwanga hafifu wa dhahabu, ikitengeneza vivuli vya kuvutia kwenye kuta za nyumba. Kile chumba kilikuwa hatari. Basi usiku huo Aisha alionyesha ufundi wa pekee, kifundo cha kitanga. Hii haikuwa tu sanaa ya kimwili, bali ilikuwa ni elimu ndani ya saikolojia ya mwanaume. Yaani ilikuwa ni saikolojia ya mwanaume iliyolisi kizazi hadi kizazi. Alimpa Mauridi mahaba yaliyochanganyikana na masimulizi ya kale ya mapenzi, mashairi ya pwani, sauti yake ikitiririka kama maji ya chemchem sikioni mwa Mauridi. Alimzungusha mikono yake laini yenye harufu ya asiri, akimfanya Mauridi asahau hata jina lake. Asahau miradi yake ya ofisini. Kila mguso wa Aisha ulikuwa na lugha yake. Alijua wapi pa kugusa ili kutuliza mishipa ya fahamu ya Mauridi iliyokuwa na mkazo wa kazi. Aisha alijua kutoa haki za mwanaume kama mfalme wa nafsi yake. Mauridi alijikuta akivuta pumzi ndefu ya ule udi, akizima kwenye kifua cha Aisha, huku akijihisi salama kuliko alivyowahi kuwa kwenye nyumba yake ya kifahari Masaki. Katika hali hiyo ya nusu ndoto na nusu kweli, Mauridi alijikuta akisema kwa sauti ya dhati iliyotoka ndani ya uvungu wa moyo wake, Aisha, mwanamke, wewe ni dawa. Hata ninyang'anywe hii haria, hata nifukuzwe kazi na kupoteza kila shilingi nilionayo, bora nibaki na wewe. Utajiri wa dunia hauna thamani mbele ya utulivu huu unaonipa. Hayo yalikuwa ni maneno ya Bwana Mauridi katika kumsifia Aisha. Kumbuka tu kunipea sapoti, kulike na kusubscribe, kisha tuwe pamoja. Baada ya Mauridi kusema vile, Aisha alitabasamu, akijua kuwa mtego wake wa adabu na mahaba ya asiri ulikuwa umeshanasa. Ulikuwa umemnasa huyu mwanaume. Yaani kijumla alimfuta Mauridi jasho jembamba la mahaba kwenye kipaji cha uso na kumnong'oneza, sultani wangu, usijali kuhusu mahari. Mimi niko hapa kukutunza, iwe kwenye shida au kwenye heri. Lushoto na Tanga hazijanilea kwa ajili ya pesa, zimenilea kwa ajili ya utu. Usiku ule uliendelea kwa utulivu, huku Mauridi akiamini kuwa amepata lulu ya thamani. Siku ya tatu, Aisha na Mauridi waliamua kwenda bichi ya Longoni ili kuenjoy zaidi jua la jioni. Ilikuwa likizo kama likizo, taratibu, likipaka anga rangi ya machungwa na zambarau iliyoakisiwa vizuri na maji ya bahari ya Hindi kando ya fukwe za Kigamboni. Upepo mwanana wa bahari ulileta harufu ya chumvi na ubaridi uliokuwa ukikumbatia miili ya wapendanao hawa. Aisha alikuwa amependeza ajabu. Alivaa dera la hariri la rangi ya bahari lililokuwa likipepea na upepo, likionyesha kwa mbali umbo lake la wastani lakini lenye mvuto wa asili.
uliokuwa ukimchanganya Mauridi kila alipotazama. Walitembea ufukweni mwa bahari, miguu yao ikiwa mitupu, ikiguswa na mchanga mweupe na maji baridi ya mawimbi. Yale mawimbi yalikuwa madogo madogo. Walikuwa wameshikana mikono kwa nguvu, si sababu ya hofu, bali sababu ya muunganiko wa roho uliokuwa umeanza kuota mizizi ndani ya muda mfupi. Hakukuwa na kelele za magari wala bugudha za watu. Kulikuwa na sauti ya mawimbi na mapigo ya mioyo yao tu. Aisha alimvuta Mauridi taratibu kuelekea sehemu moja tulivu iliyozungukwa na miamba midogo na miti minazi. Alitulia hapo, akamtazama Mauridi kwa yale macho yake ya gorori yaliyokuwa yakimetameta kwa unyenyekevu. Kwa mkono uliokuwa ukitetemeka kidogo kwa hisia, Aisha alitoa zawadi ya pekee kutoka kwenye mkoba wake mdogo wa kitambaa. Shanga za kiunoni zenye rangi ya kuvutia ambazo alitengeneza yeye mwenyewe kwa ustadi mkubwa kwa mikono yake. Hizi ni kwa ajili ya macho yako tu Mauridi, ni kazi ya mikono yangu na ni siri ya utu wangu. Ni ishara kuwa kuanzia leo mimi ni wako, mwili na roho tuwe kitu kimoja. Uzuri huu hatawahi kuonekana na mwanaume mwingine yeyote chini ya jua, isipokuwa wewe mume wangu mtarajiwa, Aisha alisema kwa sauti iliyojaa unyenyekevu wa dhati. Moyo wa Mauridi alihisi kama damu imesimama mwilini mwake. Hakuwahi kupewa zawadi yenye maana kubwa kiasi hicho. Aisha, zawadi ilikuwa ni sehemu ya nafsi yake na utamaduni wa Kitanga. Mauridi ilishindwa kujizuia. Alimkumbatia Aisha kwa nguvu, akivuta harufu za nywele zake zilizokuwa zimesukwa vizuri. Alitoka kwenye kukumbatiwa kule, akapiga goti moja mchangani, kitu ambacho hakufikiri kama angekifanya kwa binti mchuuzi wa mboga aliyetoa pete ya dhahabu ya kweli iliyokuwa iking'aa kwa mwangaza wa mwisho wa jua. Aisha, tangu nimeonja mahaba yako na kuona unyenyekevu wako, nimegundua kuwa maisha yangu yote niliyoyapitia, nilikuwa naishi jangwani, nilikuwa na kila kitu, lakini sikuwa na amani. Nataka nikuoe rasmi mbele ya Mungu na wanadamu. Nataka uwe malkia wa maisha yangu. Bana, itakuwaje? Aisha amempagawisha Mauridi. Mauridi anafunguka sasa kwa kusema, Aisha, nataka nikuoe. Tangu sijawahi kuona mapenzi kama haya. Nilijihisi kama nilikuwa nakuwa jangwani na sio katika pahara ambapo mvua inanyesha ya mahaba kiasi hicho. Mpenzi msikilizaji wa Fahamu TV Online, hii ni simulizi Mahaba ya Binti wa Kitanga, kipande cha 3. Hapo ndipo tunapoishia, lakini nikusihi sana, hakikisha una subscribe ili usikose kipande cha 4. Na kama hukusikiliza kipande cha kwanza, sikiliza ili simulizi uweze kuielewa vizuri. Kumbuka tu kulike simulizi zingine ambazo zimepostiwa
na kisha kuingia kwenye sehemu live streaming. Kuna simulizi pia zipo, unaweza ukasikiliza, ni nzuri sana kwa kweli. Nikutakia wasaa mwema na kila heri, kazi njema. Asante kwa kusikiliza simulizi hii. Mungu awe nawe katika kila kitu na kila hatua. Mimi ni Mr. King Vam, ukipenda niite Sagwiri JR.